Unaangalia Asko Online TV, karibu yako. Vinaongea lugha ya uhalisia wa kuonyesha kwamba una mwenyewe yupo Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mkubwa, aliyetengeneza na anayemiliki vitu hivi. Shahidun biwahdaniyatihi jalla wa ala, ulimwengu na vilivyomo ndani yake vinatupa ushahidi wa kwamba Mungu anayemanage mazingira haya ni mmoja peke yake. Wangelikuwa zaidi ya mmoja, tusingeona utulivu kama ulivyo. Waaradati suratu litadhkiri bimasari almukadhibin. Halafu aya za sura hii zimetukumbusha, zimetusimulia jinsi wanavyokataa hawa wakadhibishaji ambao ni makafiri. Wadharabat ala dhalika alamthila, na aya za sura hii zimepiga mifano biaqwal umami, mifano ya zile umma zilizokuwa na nguvu zaidi kwenye ulimwengu huu, zilizotajikana sana kwa nguvu, maendeleo. Wa ataha, na umma zilizokuwa jeuri kuliko watu wa Maka, zikawekwa kwenye sura hii iwe ni mfano kwa watu wa Maka. Qaumu Adin, ambazo umma zenyewe ni watu wa Ad, alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa. Watu wa Adi kwa sababu ya ubabe wao walifikia hatua wakasema kumwambia mtume wao Nabii Hud alayhi salam, wewe unatutishia adhabu, unafikiri nani mwenye nguvu kuliko sisi? Walijiona wana nguvu na hakuna yoyote kwenye ulimwengu huu anayewaweza, kwa jinsi walivyokuwa wabaya wababe. Wadhakarat ma halla bihim, halafu aya za sura hii zimetutajia lililowafika. Pamoja na kwamba walijiona wababe, aya za sura hii zimetutajia lililowafika. Wabithamuda, pamoja na Adi pia tumetajiwa mfano wa Thamud. Minadamari ashamil, Adi na Thamud ni mataifa ya watu wababe, lakini Allah aliwapa maangamizo ya jumla jamala, wakateketea wote pamoja na nguvu zao. Walhalaki almubin, na walipata maangamizo ya wazi, hakuna anayepinga zoezi hilo. Hata watu wa Maka wenyewe wanashuhudia, kwa sababu walikuwa katika safari zao wanapita kwenye maeneo yenye athari ya miji ya mataifa hayo makubwa. Hina tamadau fi tughyani wa kadhabu birusulillahi, waliangamizwa Adi na Thamud pale walipopindukia mpaka katika jeuri na wakawakadhibisha mitume wa Allah waliotumwa kwao. Wa baada alhadithi anil mujrimin, na baada ya kusimulia taarifa za waliokosea, yati alhadithu anil mu'minin almuttaqin, aya zikaja na mazungumzo yanayowahusu waumini wa cha Mungu. Alladhina istaqamu ala shari'ati llahi wa dinihi, waumini wa cha Mungu ni wale waliokuwa wana msimamo, wameishi chini ya sharia ya Allah na dini yake. Allah atuwezeshe na sisi tuishi hivyo. Fa akramahumullahu, waumini wa cha Mungu Allah amewakirimu bil amni wal amani fi daril jinani. Amewakirimu bimaana ni suala ndivyo lilivyo, ijapokuwa sasa hivi halijatendeka. Amewakirimu Allah waumini wa cha Mungu maisha ya amani na utulivu ya kudumu milele kwenye maisha ya peponi. Ma'an nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin, waumini wa cha Mungu wataishi kwenye maisha ya peponi milele pamoja na manabii na waliokuwa wameshika njia ya Allah kwa ukweli, mashahidi waliokufa kwa ajili ya kuitetea dini, na watu wema waliokuwa kuishi kwao duniani ni manufaa kwa umma, kwa watu wenzao. Thumma tahaddathati sura, alafu sura ikasimulia anil ayati alkauniyya, kuhusiana na zile ishara za kimaumbile za ulimwengu. Almarudatu lilanzari, kuna ishara za kimaumbile Allah ameweka katika alivyoviumba kwa wale watu wenye akili wanaotazama na wakazingatia, kawawekea ishara za kimaumbile kwenye ulimwengu huu. Fi hadha alkauni alfasihi, katika ulimwengu huu mpana.
az-zakhiri bilhikami walajaib. Ishara hizo zilizosheheni ulimwenguni zimewekwa kihikma, kitaalamu, na kwa kweli kwa kiumbe anayezingatia kwake ataona ni maajabu. Alivyoviumba muumba kwa kiumbe ni maajabu. Wa mawqiful mulhidina biayati llahi, pia aya zikaendelea kututajia nafasi ya wale wanaopinga aya za Allah, almutaamina an kulli tilka alayati dhahira, wanaojifanya vipofu kuwa aya zote za kimaumbile zilizopo wao wanajifanya vipofu, hawazioni. Aya zikatusimulia habari za watu hao. Wa khutimati sura, na mwishowe ikamaliziwa sura hii biwa'dillahi lilbashariya. Allah ameweka ahadi yake njema kwa ubinadamu, kwa wale watu ambao wametimia kwenye utu, bi an yutali'uhum ala ba'd asrari hadha alkauni. Ametuambia Allah wanapinga watu kila anachowaambia kwa zama zile Qur'ani inashuka, lakini kasema atawaonyesha physically, atawaonyesha baadhi ya siri za kimaumbile kwenye ulimwengu huu, fi akhiri zamani, katika zama za mwisho hizi tulizo sisi sasa. Kuna mambo yanafanyika sasa kwa ulimwengu wa sasa ni kawaida, lakini wakati Qur'ani inashuka, wakati mtume yuhai, watu wa zama zile walikuwa wanayaona uongo. Kila wakiambiwa wanasema tena huyu kazidi, uongo wake uko wazi. Lakini Allah kasema nitawaonyesha hawa wanaokufuru, nitawaonyesha ishara zangu kwenye anga za juu na kwenye nafsi zao, mpaka wenyewe watadhihirisha kwamba haya yanayosemwa humu ni kweli. Kwa hiyo amesema atawaonyesha makafiri katika ulimwengu wake huu ishara ambazo wenyewe watakiri walioambiwa kwenye Qur'ani yote ni kweli. Liyastadillu ala sidqi ma akhbara anhu al-Qur'an. Atawaonyesha Allah ishara za kimaumbile ili kwa watu iwe ni dalili ya kuwasaidia kuthibitisha ukweli wa yale yaliyozungumzwa na Qur'an, kama Allah alivyosema, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Nitawaonyesha watu ishara zangu kuanzia kwenye outer space mpaka kwenye nafsi zao wao wenyewe binadamu, mpaka waelewe, iwabainikie kwamba Qur'ani inaongea ukweli, hamna la uongo hata moja. Awalam yakfi bi rabbika, kwani hatoshi Mola wako, annahu ala kulli shay'in shahid, kwamba yeye ni shahidi juu ya kila kitu. Kwa hiyo anaambiwa mtume, wacha wakupinge, lakini Mola wako ni shahidi. Yeye ndo anashuhudia kakutuma, na yeye ndiye anayeshuhudia usahihi wa kila alichokuelezea, hata kama watu kwa akili zao hawawezi kukifahamu kwa sasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma sura hii kwa kutanguliza jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hamim. Aya yetu ya kwanza ya sura hii imeanza kwa hizo herufi za mkato. Hamim, alhurufu almuqatta'a. Hizi ni zile harufu muqatta'a, kazi yake litanbihi ala ijazi alqur'ani. Allah huzitumia hizi kuwaonyesha watu miujiza ya Qur'ani. Anamaanisha kwa watu wenye lugha yao ya Kiarabu, na yeye huambia nimetumia herufi hizi za alfabeti yenu ya lugha ya Kiarabu kuandika kitabu changu, lakini nyinyi hamtoweza kuleta kitabu kama hichi. Herufi hizi za lugha yenu mmezizoea, mnazitumia, lakini mimi nimezitumia hizo kwa namna ambayo nyinyi hamuwezi kuniiga. Ndo maana yake. Ndo anasema Sheikh hapa, alhurufu almuqatta'a litanbihi ala ijazi alqur'ani. Hizi zikitumika zinawasaidia wenye akili kujua miujiza ya Qur'ani.
ni kitabu kilichokuja kwa lugha maarufu, lugha yao watu wanaielewa, lakini hawawezi kuleta maneno mfano wa maneno haya. Aya pili inasema tanzilu minar rahmanir rahim. Kitabu hiki ni uteremsho, ni ufunuo kutoka kwa Mola mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ai, maana yake hadha alquranul majidu, Qurani hii tukufu, munazzalu minar rahmanir rahim, imeteremshwa kutoka kwa Rahmani Rahim. Ni majina mawili miongoni mwa majina ya Allah yanayoambatana na sifa zake, Ar-Rahmanur Rahim. Tukitafsiri kwa Kiswahili huambiwa Ar-Rahmanu, Mola mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, na Ar-Rahim ni Mola mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Au hutafsiriwa pia Ar-Rahmanu, mwingi wa rehema, Ar-Rahim, mwenye kurehemu. Tofauti yake yote, asili yake ni moja. Maneno yote mawili haya yanatokana na neno ar-rahma, lakini sigha kisarfa, ar-rahmanu maana yake hii ni sigha inayoonyesha ule ufanyaji wake kazi unaenea kila pahala kwa kila anayehusika. Rehema hizi kwenye sigha hii Allah huwa anazitumia kwa viumbe wake wanaomkubali na wanaomkataa, walioamini na wanaokufuru. Kwa hiyo sasa hivi hapa duniani Allah anatumia sana jina lake hili Ar-Rahman. Hata kafiri hamweki na njaa, na pengine ndo atashiba zaidi kuliko yule mcha Mungu. Kafiri litakuwa tajiri, kafiri huwa haliumwi, likazidi kiburi likawacheka wanaoumwa ovyo. Kwa rehema ya Mungu anaishi kwa sababu kamkasimia riziki zake, mahitaji yake, na Allah huwa kwa sababu ya kumkataa hakatishi mikataba yake. Kwa hiyo jina hili Rahman linatafsiriwa mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, kwa sababu neema zenyewe kubwa kubwa zinawajumuisha wote viumbe wake, wanaomkubali na wanaomkataa, wanaofanya vyema na wanaomwasi, wote anawarehemu kwa rehema hii. Na ndio maana dhulma zinafanyika, wanaodhulumiwa wanaomba, na wakati mwingine maombi yao yakachelewa kama Allah hawasikii, na wale wanaolalamikiwa madhalimu bado wakawa wana umri wanaishi tu, Allah hana haraka nao na bado hawakatishii rehema zake, na kawatangazia wakikubali kujirekebisha wakatubu anawasamehe yaliyopita. Na pia watu hukosa kunufaika na fursa hiyo. Kwa hiyo Ar-Rahmani ni jina la Allah ambalo analitumia sana sasa. Ar-Rahim hutafsiriwa neema ndogo ndogo, kwa sababu hizi zinawahusu watu maalum, watapo maalum. Allah atakuwa ni Rahim kwa wale waliokuwa upande wake, waliokubaliana naye, kawapa amri zake wakatekeleza, kawakataza wakakatazika, kawahamasisha kheri wakahamasika, kawaonya na shari wakaonyeka. Hawa ndio ambao Allah atawarehemu baadaye. Kwa hiyo zinaitwa ni rehema ndogo kwa sababu zitawahusu watu wema watiifu peke yao. Walioasi na kufanya vibaya hawatoingia kwenye rehema hizo za Allah, ambazo hii Rahman anayeplai hapa na Rahim itakuja kuwa huko. Kimsingi hii Rahim ndiyo kubwa kuliko hiyo Rahman, ijapokuwa Kiswahili nasema neema ndogo ndogo kwa sababu ni ya watu maalum, lakini hii ndiyo kubwa kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Allah ameigawa rehema yake mafungu 100, yani in terms of percentage, 100% ya rehema za Allah. Allah ana rehema zake 100%. 1% ndo anayoitumia sasa hivi hapa duniani. 1%, moja katika 100 ndo anayoitumia Allah sasa hivi hapa duniani, wakanufaika wote walio ndio na sio, wanaomkubali na wanaomkataa. Kwa hiyo 1%, 99 plus hii 1, maana haitokufa.
100 kamili atakuja kuitumia kwa watu wema waliomtii. Allah atuwezeshe na sisi tufaulu, tuje tuwe katika watakaorehemewa kesho. Kwa hiyo katumia majina mawili hapa, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabu hiki ni uteremsho au ni ufunuo kutoka kwa mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Anzalahu jalla wa ala, ameteremsha Qur'ani hii Allah mwenye utukufu na cheo cha juu, rahmatan biibadihi, imeshushwa Qur'ani iwe ni rehema kwa waja wake watakaotaka, hawalazimishi. Wanaotaka kurehemewa atawarehemu, wasiotaka hatawalazimisha. Kwa hiyo Qur'ani imekuja ni rehema kwa waja. Wa innama khussa hadhaini alismaini, yametajwa makhsusi majina mawili haya Ar-Rahmanur Rahim, isharatun ila anna nuzuluhu min akbari ni'ami. Hii ni ishara kwamba kuteremshwa kwa Qur'ani ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah, kama alivyosema Ar-Rahman allama al-Qur'an kwenye suratul Rahman, kajitaja mwenyewe, halafu neema ya kwanza akaitaja ni kuteremsha kwake Qur'ani, akawaelimisha waja wake. Neema ya pili ndo akasema khalaqal insana allamahul bayan. Baada ya Qur'ani ni kule kuumbwa kwetu binadamu na tukafundishwa lugha, tunaongea vizuri. Kwa hiyo ni neema kubwa sana kuletwa hii Qur'ani kwa viumbe hapa duniani, wala neema ya Allah itakayodumu mpaka siku ya Kiyama. Aya ifuatayo Allah akasema kitabun fussilat ayatuhu. Hii Qur'ani iko katika muonekano wa kitabu, ni kitabu ambacho fussilat ayatuhu, aya zake zimefafanuliwa. Fussilat maana yake buyinat wa wudihat. Aya za Qur'ani ziko wazi, hata mtu ambaye wa level ya kwanza hajawa na fani kubwa za ilmu, akisomewa na kufafanuliwa au kutafsiriwa anaielewa. Haina utatanishi, haina mazonge katika kuifahamu. Hutaki mwenyewe tu kuifahamu, lakini haina shida Qur'ani kuifahamu. Aya zake zimefafanuliwa vizuri. Kitabun fussilat ayatuhu, yani kitabun jami'un, hichi ni kitabu kilichojumuisha lilmasalihi diniya wa dunyawiya, kimejumuisha maslahi ya kidini na maslahi ya kidunia. Anayetaka dunia basi apitie tu kwenye aya za Qur'ani, zitamtoa, ataielewa dunia na atanufaika nayo. Na anayetaka dini apitie aya za Qur'ani, ataielewa dini na atanufaika na dini yake. Ni kitabu jumuishi chenye mambo yote yanayowahusu watu. Hata wanaoikataa yamo mengi wananufaika nayo humu. Wale wasioamini akhera yamo mengi wananufaika nayo kwenye dunia yao. Kwa hiyo ni kitabu ambacho Allah anasema aya zake ziko wazi, zinafafanua kila kitu katika manufaa yenu, maslahi yenu ya dini na ya dunia. Buyinat maanihi wa wudihat ahkamihi, maana ya Qur'ani imefafanuliwa na hukumu za Qur'ani zilizomo humu pia zimewekwa wazi, hazina utata katika kuzielewa. Bitariqi alqasasi walmawaidhi walahkami walamthali. Qur'ani kuna aya zimekuja kama visa, masimulizi ya kale, na kuna aya zimekuja kama mawaidha na nasaha kwa mwenye kupenda. Na Qur'ani na aya zimekuja kuleta hukumu na taratibu kwa wale wanaopenda kuishi vizuri. Wal amthal, na kuna aya katika Qur'ani zinaongea kwa lugha ya mifano, unafananisha kitu na akili yako inakuwa na uwezo wa karibu kufahamu. Ndio maana Allah akaita fussilat ayatu fi ghayati albayani wal kamali. Aya za Qur'ani ziko katika upeo wa juu wa kufafanuka na pia zimekamilika. Hakuna mahala utasoma useme hapa mbona sijaelewa.
Huwezi ukasema hapa naona some text missing, kuna sehemu hapa haipo, inajitosheleza. Qur'anan Arabia, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabia, ni kitabu kilichofafanuliwa aya zake, ni kitabu kinachotakiwa kisomwe, kiko kwenye lugha ya Kiarabu. Sasa wewe usije ukaoji kwa nini mimi naongea Kiswahili kikaletwa kitabu kwa Kiarabu. Wallahi duniani Allah kaumba lugha nyingi, na nenda katika sura ya 30 amesema katika ishara zake ni kule kukuumbeni na akakutafautisheni rangi zenu na lugha zenu. Yeye ndo aliyeumba lugha na ndiye aliyeumba kabila, lakini sote tunatokana na mtu mmoja mwanamume na mtu mmoja mwanamke. Sasa hikma ya kusema kaileta kwa lugha ya Kiarabu, kaitafsiri kwenye aya ya 4 ya sura ya 14 aliposema wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum, sijatumapo mtume yoyote katika mitume niliyowatuma ila nikimpa ujumbe wangu humpa kwa lugha yake yeye na watu wake, ili ule ujumbe unaotakiwa ufike wauelewe, kwa sababu umekuja kwenye lugha yao. Sasa mtume aliyeteuliwa kupewa kitabu hichi ni Mwarabu, akapewa kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu. Wale walio associate na huyu mtume wataufahamu vizuri ujumbe kwa sababu uko kwenye lugha yao, na wao ndo watakuwa mabalozi na walimu wazuri wa kuwasomesha wengine. Lakini sisi tukitanzwa tunakwenda kwa wabobezi wa lugha, mbona hapa imekaa hivi, kuna nini? Hapa maneno haya yakifuatana huwa yana maana hii. Kwa hiyo mitume wote waliopita, hata wale mitume waliofululizwa katika taifa la Israeli, na wao pia walikuwa wanapewa vitabu vyao kwa lugha na lahaja zao. Musa ni mwana wa Israeli, lakini kapewa kitabu chake kwa lugha ya kabila lake. Isa ni mwana wa Israeli, lakini kapewa kitabu chake kwa lugha ya kabila lake. Daudi ni mwana wa Israeli, kapewa Zaburi kwa lugha au lahaja ya kabila yake. Na ingelikuwa kuna mtume Mswahili angepewa kitabu chake kwa lugha ya Kiswahili. Ndo Allah anavyosema, ili huyu mtume pale anapokuwepo waliomzunguka atakapofikisha ujumbe wangu wao ndo waufahamu, kwa sababu uko kwenye lugha yao. Kwa hiyo kimsingi wanaambiwa watu wa Maka, ingawaje mtume huyu katumwa kwa ulimwengu mzima, lakini mtume kazaliwa pale, ni ndugu yao, ni mtu wao, anaongea lugha yao, kulikoni mpaka wakawa wanampinga, hawamuelewi, wanamfanyia uadui. Kwa hiyo message ni kwa wale, nimeleta kitabu changu kwa kupitia huyu mtume wangu anayeongea lugha yenu, nimempa kitabu changu kwa lugha yenu ya Kiarabu. Qur'anan ni kitabu kinachotakiwa kisomwe. Arabiyan kiko kwenye lugha ya Kiarabu, fi hali kaunihi Qur'anan Arabia, nimeleta kitabu changu kwa mtume wangu hali ya kuwa ni kitabu kinachotakiwa kisomwe na kipo katika lugha ya Kiarabu. Wadihan jaliyan nazala bilisani al-arabi, kitabu kiko wazi, hakina utata kukifahamu, na kimeshuka kwa lugha ya Waarabu kwa sababu mtume wake ni Mwarabu. Akifikisha ujumbe watakaofikia kwanza ni Waarabu. Liqaumi ya'lamun, nimeleta ujumbe wangu kwa lugha yenu uwe ni msaada kwa watu wenye kufahamu kati yenu. Liqaumin yafahamuna tafasila ayatihi wa dalaila ijazihi, nimekileta kitabu changu kwa watu ambao wale wanaofahamu kuchanganua aya zake na wanaoweza kusoma dalili za miujiza yake. Watafahamu hapa kilichofanyika hakitokani na binadamu, kwa sababu dalili wanaziona. Hakuna binadamu mwenye uwezo wa kufanya hili. Hili limefanyika kwa yule muweza wa kila kitu, na ndiyo muujiza unavyokuwa. Muujiza huwa unakuja, anapewa mtume anayefanya miujiza, iwe ni msaada kwa wale wanaompinga, waelewe hichi kilichofanyika, hichi si zao la akili ya binadamu.
kimefanyika kwa uwezo wa aliyekuwa hashindwi na jambo. Ndio kazi ya muujiza. Fa innahu, kwa hiyo hii Qur'ani fi a'la tabaqati albalagha, iko katika kiwango cha juu cha balagha, ni fani ya lugha. Wala yatadhawaqu asraruhu illa man kana aliman bilughati alarab, na hakuna anayeweza kuonja, kujua, kukinai siri za Qur'ani isipokuwa yule mbobezi wa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo kama nyinyi ni Waarabu na Kiarabu ni lugha yenu, munaelewa fika nini kilichozungumzwa ndani ya kitabu hichi. Kwa hiyo kapewa mtume huyu Mwarabu kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu, wanaotakiwa wakifahamu na wasikipinge ni Waarabu, kwa sababu wanaelewa kila kitu katika kilichozungumzwa kwenye kitabu hicho. Kapewa mtume huyu bashiran wa nadhira. Majukumu yake sio kuwalazimisha watu, majukumu ya mtume bashiran wa nadhira, yani mubashiran lilmu'minina bijannati naim. Anawabashiria, jamani, nimepewa ujumbe niwafikishie, atakao upokea, atakaye ukubali atafanikiwa kupata pepo, maisha ya milele. Hiyo ni bishara, glad tidings. Wa mundhira, na mtume huyu upande wa pili anakuwa ni muonyaji, lilkafirina, anawaonya makafiri, biadhabil jahim, atakaye ukataa ujumbe niliyokuja nao malipo yake ataadhibiwa motoni. Kwa hiyo kitabu kipo, kapewa mtume, binadamu mwenzetu, lakini katika jumla ya aliyokalifishwa awabashirie watakaokubali kwamba watapata neema, na waonye watakaokataa watapata hasara ya adhabu ya milele. Lakini pamoja na hivyo, ufasaha wa kitabu, lugha inayoeleweka, uwazi uliotumika kuwabashiria kheri watakaoamini, kuwaonya watakaokataa, fa'arada aktharuhum fahum la yasmaun. Cha kusikitisha, wengi katika watu wa lugha hiyo hiyo ambao ujumbe wameuelewa, wengi wao wamekipuuza, wamekikataa. A'rada aktharuhum, wamekikataa kitabu hichi walio wengi katika wao, fahum la yasmaun, kwa hivyo hawasikii, hawataki hata kusikiliza. Fa'arada aktharul mushrikin, wamekataa wengi wa washirikina, wakapuuza ujumbe huo. Ani tadabburi ayatihi, wamekataa kuzizingatia aya zake. A'rada aktharul mushrikina an tadabburi ayatihi, washirikina wengi wamepuuza kuzizingatia aya za kitabu hichi. Ma kaunihi nazala bilughatihim, pamoja na kwamba kitabu hiki kimeshuka kwa lugha yao, lugha mama, lakini wamekidharau, wamepuuza, wakafanya wanavyotaka wenyewe. Fahum la yasmauna simaa tafakkurin, kwa hiyo hawasikii ule usikivu wa kutumia akili zao wakatafakari, wataamulin, au usikivu wa kufanya mazingatio wakazingatia. Qala Abu Hayan, amesema mwana wa chuoni mmoja Abu Hayan, almaana, maana ya aya, a'rada aktharu ulaika alqaum, watu hawa wengi wamepuuza, ma kaunihim min ahli alilmi, pamoja na kuwa ni watu wasomi. Kabla ya mtume kupewa utume, watu walikuwa wanafanya mashindano ya uwerevu na uweledi wa lugha kwa njia ya ushairi. Mashairi yanashindanishwa, yanapasishwa, na mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu na kuendelea wanawekwa kwenye masoko yao. Kwa hiyo lugha walikuwa wanaielewa, lakini hawakufahamu ujumbe uliokuja kwenye kitabu hichi, kwa sababu waliuchukia tu. Walakin lam yanzuru nadhara tami, hawa watu hawakuangalia uangaliaji uliotimia. Bal aradu, lakini ujumbe ulipokuja kwao waliupuuza. Sasa ukipuuza kitu huwezi kukifahamu, kwa sababu hutaki hata kukitazama, hata kukisikiliza, huelewi faida yake. Ndicho kilichowasibu. Fahum li'iradhihim, hawa watu wa Arabu kwa kule kupuuza kwao ujumbe, la yasmauna mahtawa alaihi
min alhujaji walbarahin, hawawezi kusikia kilichomo ndani ya hizi aya katika hoja zake na dalili zilizotumika, kwa sababu hawataki hata kukisikiliza, hata kukizingatia. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, na hii si kwa Waarabu tu, hata sisi, ingawaje si lugha yetu, lakini situshaambiwa kitabu kimefafanuliwa vizuri, hatuna habari nacho, hakuna mwenye kutaka kukisikiliza wala kusema njifunze kila siku aya moja. Tunaenda na mazingira na mazoea mpaka umri unaisha, mauti yanakukuta, unaenda kwa Mola wako, ujumbe aliyoutuma kwako hukuuelewa, hukupata chochote, ni kosa. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, as-suratu nazalat taqri'an wa tawbihan li Quraish, sura hii imeteremka kwa kuwabeza Makureishi, fi ijazi al-Qur'ani, kuhusiana na umuujiza wa Qur'ani jinsi ilivyokuwa na thamani, halafu wao Waarabu ambao imekuja kwa lugha yao wakashindwa kunufaika nayo. Fahum la yasmauna siman yantafiuna bihi, hawakuwa wakaisikiliza Qur'ani usikilizaji wa kunufaika nayo. Thumma akhbara ta'ala, kesha akatukhabarisha Allah mtukufu, an utuwihim wa dalalihim faqal, akatufahamisha Allah ule ususuwavu wao wa nyoyo, jeuri waliokuwa nayo na upotovu wao, haki imekuja wakaikataa, wakashikilia batili. Faqala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, Makureishi wamemwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama wazi wazi bila ya kumung'unya maneno. Waqalu, wamesema Makureishi, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, nyoyo zetu zina kinga, zimefungashwa kwa mna ambayo haya unayotuambia hayaingii nyoyoni mwetu. Qulubuna fi akinnatin, nyoyo zetu ziko katika kifungashio. Akinna ni jamu ya neno kinan, na kinan huwa alghita, ni kitu ambacho hufungashiwa kingine. Kwa hiyo moyo ni chombo kina kazi muhimu, lakini kimetiwa kwenye sehemu kikafungashwa, tena wala sio kwa foil, labda kwa pleti ya chuma alafu ikachomewa. Uliko moyo vya nje haviingii na vilivyomo moyoni havitoki nje. Uo moyo uko hivyo hivyo kama ulivyo. Kwa sema nyoyo zetu sisi bwana zimefungashwa, mimma tad'una ilaihi, hatuwezi kufahamu chochote kwenye hicho unachotulingania. Waqalu lirasuli sallallahu alayhi wasallam, Makureshi walimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hina daahum ila al-imani, alipokuwa anawalingania tena kwa kuwabembeleza waamini, wamuamini muumba wao. Jawabu zao zilikuwa qulubuna fi aghtiyatin, nyoyo zetu zimefunikwa, zimefungiwa, mutakathifa, tena zimefungiwa kifungashio kizito, hampenyi kitu nyoyoni. La yasilu ilaiha shay'un mimma tad'una ilayhi, hamuingii kwenye nyoyo zetu chochote katika hivyo unavyotulingania. Mina tauhidi wal iman, habari ya Mungu mmoja na imani ya mambo yako unataka tuyaamini, nyoyoni mwetu haziingii. Aya hizo hatuzielewi. Jengine wakasema, wa fi adhanina waqrun, na kwenye masikio yetu kuna uziwi. Kwenye masikio kuna chombo Allah kaumba, wataalamu wamekipa jina, wanaita eardrum. Inapokea mawimbi ya sauti kutoka sehemu, yakifika hapo ndo panafanywa mchakato wa kupelekwa kwenye vyombo vya mazingatio, ubongo, moyoni, halafu uambiwe anasema kitu fulani. Sasa hicho chombo cha mawasiliano kinachopokea mawimbi ya sauti, nacho wanasema kimezibwa pia. Kwa hiyo moyo umezibwa, masikio yamezibwa, macho yamezibwa, ndo lugha walokuwa wanaongea ya kishujaa. Nyoyo zetu ziko kwenye kifungashio kizito.
hazipokei kitu. Wa fi adhanina waqrun, na kwenye masikio yetu pia kuna nta, kuna uziwi. Yani wa fi adhanina samamun, kwenye masikio yetu kuna uziwi, kuna aina fulani ya uziwi, kama hatukusikii hivi unachokisema. Wa thaqlun, na kuna uzito kiasi fulani kwenye masikio yetu. Yamnauna min fahmi ma taqulu, uzito huo ndio unaotuzuia kufahamu unayoyasema Muhammad. Unaropoka, unapiga kelele sana, lakini hatukuelewi. Hata na sisi tunaweza tukaongea hivyo kwa lugha ya vitendo, hata kama hatutamki maneno, lakini unaambiwa we mpaka ikapita basi, lakini ukasema mimi sielewi kitu, kwa sababu una msimamo wako, hutaki kubadilika. Qala Sawi, amesema mwana wa chuoni huyu Sawi, shabahu asma'ahum bil adhani fiha samamun. Hawa Makureishi wao wenyewe hawakuambiwa na mtu, wamejifanyia mfano kwenye masikio yao kama kuna uziwi, kama wamejiita viziwi. Min haithu, kwa namna ambayo innaha tajma'u alhaqu, innaha tamju alhaqa wala tamilu ila ijtimai. Haki inatangazwa kuelekea kwenye masikio yao, lakini masikio hayana uwezo wa kuifuata au kuielewa hiyo haki. Ndo mfano walioupiga. Jengine wakasema wa min bainina wa bainika hijab, halafu binafsi unahangaika sana kutufuata, lakini elewa kama baina yetu sisi na wewe kuna kiziwizi pia. Wewe hata ukijisogeza karibu yetu kuna kiziwizi, repellent, kinakufanya wewe usifike kwetu na sisi tusije kwako. Wa min bainina wa bainika hijabun, baina yetu sisi na wewe pana kiziwizi. Ai, maana yake wa bainana wa bainaka ya Muhammadun, baina yetu sisi na wewe ewe Muhammad, hajizun yamna'u an yasila ilaina shay'un, kuna kiziwizi kinachozuia kutoka kwako kisifike kwetu chochote. Hawa watu sijui walikuwa wanaishi kwenye ulimwengu gani. Masikio wanasema yamefungwa, nyoyo hazisomi, hata huyu mtu mwenyewe pia wanasema hufiki tulipo na sisi hatufiki ulipo. Kuna kiziwizi baina yetu na wewe, kwa hiyo hatuwezi kusikia chochote katika unayoyasema. Fanahnu ma'dhuruna fi adami ittibaika, kwa hiyo sisi tuna udhuru wa kutosha wa kuto kukufuata kwenye unayolingania. Udhuru wetu ndo huo, tumekwazwa, tuna kiziwizi kila pahala. Fanahnu ma'dhuruna fi adami ittibaika, sisi tuna udhuru wa kule kukosa kwetu kukufuata. Udhuru wetu ndo huo, tuna vikwazo na vizuizi. Liwujudi almani min jihatina wa jihatika, pana obstruction upande wetu sisi na upande wako wewe. Kuna kitu kinachotutenganisha baina yetu sisi na wewe. Kwa hiyo juhudi unafanya, lakini hazizai matunda, kwa sababu nyenzo, means za kuweza kuwasiliana sisi na wewe hakuna. Kama ni hivyo basi, fa'mal innana amilun, usijisumbue na sisi bure, fanya kivyako hivyo ulivyoamini, na sisi tuache tufanye kivyetu kama tulivyoamini. Lugha ya Makureshi. Fa'mal innana amilun, fanya kwa mujibu wa unavyoona sawa, lakini unavyoona wewe sawa usitulazimishe na sisi tuone sawa, na sisi tunafanya vile tunavyoona ni sawa, hatukulazimishi wewe kukubaliana na sisi. Yani i'mal anta ala tariqatika, wewe Muhammad fanya mambo yako kwa mujibu wa utaratibu wako na njia yako. Wa nahnu ala tariqatina, na sisi tuache tufanye yetu kwa mujibu wa njia yetu, tusisumbuane, tusitaaridhiane. Wastamir ala dinika fa inna mustamiruna ala dinina, endelea wewe na dini yako na sisi tuache tuendelee na dini yetu.
mada kubwa kwamba anayestahiki kuabudiwa ni mmoja. Wao hawakubali, kwa sababu kwa wao wanaostahiki kuabudiwa ni wengi. Sasa huwezi kuwaachisha miungu yao mingi ukawaaminisha wamtegemee Mungu mmoja. Kwa hiyo wao wakaendelea na mila yao, na yeye wakamwambia aendelee na mila yake. Aya ifuatayo Allah akamwambia mtume wake, qul, sema ewe mtume, innama ana basharun mithlukum, nyinyi mnaona kama mnashindana na binadamu mwenzenu. Huyu anataka kutukalia juu awe kiongozi, anataka kufanya mapinduzi, hatushushe kwenye madaraka yetu, hatufutie fursa zetu. Yani mnaangalia vitu vilivyo karibu, mnaangalia ubinadamu wangu, umasikini wangu, nasabu yangu, asili yangu. Hivi ndo vinavyowafanya muwe na jeuri kusema huyu yatima wa Abdul Muttalib. Sisi hapa watu ni wakubwa, na kilichotuweka mjini ni hii dini. Tumepata vyeo kwa sababu ya dini yetu. Sasa tukiacha dini yetu tukamfuata yeye, ina maana yeye ndo awe juu, sisi tuwe chini. Ni hicho. Sasa akaambiwa mtume awaambie hivi, qul, sema ewe mtume, innama ana basharun mithlukum, kwa hakika mimi ni binadamu kama nyinyi, mwenzenu, mnanijua. Lakini tofauti yangu na nyinyi, yuha ilayya, mimi nimepewa maagizo, nimeshushiwa wahi. Annama ilahukum ilahun wahidun, nimeambiwa nikufikishieni ujumbe huu, Mola wenu ambaye ndiye pekee anayestahiki kuabudiwa na nyinyi ni Mola mmoja tu, na hataki mumshirikishe. Qul ya Muhammadun, sema ewe Muhammad, liulaika almushrikin, waambie hawa washirikina, ewe Muhammad, ambaye huyo ndo mtume. Sasa aliyemtuma anamwambia afikishe ujumbe huu kwa wale mahasimu zake, lastu illa basharan mithlakum, mimi si zaidi ya kuwa ni mtu kama nyinyi, si sahihi binadamu mwenzenu. Lakini khassani Allahu birrisalati walwahyi, kitu mahsusi ambacho Allah kakifanya kiwe tofauti baina yangu na nyinyi, Allah amenipa ujumbe wake na kanishushia maagizo. Hayo maagizo ndo jukumu langu niyasome, niwafikishie. Wa ana da'i lakum, mimi ninakulinganieni kwa manufaa yenu wenyewe, ila tauhidi khaliqikum wa mujidikum, munatakiwa mumpwekeshe kwa ibada aliyewaumba, na yule ambaye kawavumbua nyinyi akakuleteni kwenye ulimwengu huu. Kabla hamjaja hamkujulikanwa, yeye ndo kakuvumbueni kusikojulikanwa, akakuleteni kwenye dunia hii. Anataka mumwabudie yeye. Anayeabudiwa ni yule aliyeumba. Wewe unaabudu sanamu, sanamu unajua limechongwa mwaka gani, unajua hili lilinunuliwa wapi, msanii gani alilichonga, halafu likawe Mungu. Si afadhali basi ili sanamu lingemwabudia yule aliyekwenda kulinunua au aliyelichonga? Inakuwaje sanamu la mti, sanamu la chuma, sanamu la udongo, sanamu la mbao, halafu ndo liitwe Mungu? Mola wenu aliyewaumba akakuleteni hapa duniani hataki hilo, anataka mumwabudu peke yake, msimshirikishe na hivi vitu. Lakini watu ndo wasema hawaelewi hayo maneno, hayaingii nyoyoni, masikio hayapokei, macho hayaoni hata alama za kimaumbile. Wanaona wanashindana na binadamu mwenzao. Huyo hawezi kuwa na hadhi juu yetu, yeye awe chini yetu. Nyinyi hawezi kuwa chini yenu kwa sababu muko kwengine. Yeye katumwa awalinganie nyinyi, awapelekeni kwenye mafanikio yenu wenyewe. Hichi mlichoshikilia sicho kitawapeleka pabaya. Kwa hiyo ana da'i lakum, mimi ni mlinganiaji, ninakulinganieni ila tauhidi khaliqikum wa mujidikum, mumpwekeshe kwa ibada muumba wenu ambaye ndiye aliyekuleteni hapa ulimwenguni. Alladhi qamatil adillatu al-aqliya wash-shar'iyya, Mola ambaye mbele yenu zimeshasimama dalili za kiakili na dalili za kisheria, ala wahdaniyatihi wa wujudihi, zinazoonyesha kwamba Allah ni mmoja peke yake na yupo.
Nyinyi mnasema hakuna Mungu zaidi ya miungu yenu, lakini kuna dalili za kutosha zinazoonyesha hapa ulimwenguni yupo mwenye ulimwengu huu na ni peke yake, hashirikiani na yoyote. Fala da'iya ila takdhibi, kwa hiyo nyinyi ndugu zangu hamna sababu ya kunikadhibisha. Kipi kinawasukuma munikadhibishe wakati ninaongea kwa hoja na dalili zilizo wazi zinazoonyesha ukweli wa kila ninachoongea? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, kitu cha maana kwenu jamaa zangu, nyokeni mukubaliane na muumba wenu na mumuombe msamaha kwa hayo mliokusha kufanya katika makosa yenu, atawasamehe. Fastaqimu ilaihi, nyokeni mkubaliane na muumba wenu mmoja pekee. Wastaghfiruhu, na mumuombe msamaha kwa makosa ambayo mmeshafanya, atawasamehe. Maana yake tawajjahu ilaihi, elekeeni kwake Mola wenu, bilistiqamati ala tauhidi wal imani, kwa kuwa na msimamo thabiti wa kumpwekesha Mola wenu mmoja peke yake na mumuamini kwa yale anayoyatolea taarifa. Wal ikhlasi fil a'mali, na mnapofanya amali zenu mpaka za mambo yenu ya kidunia, haya pia mnatakiwa muyafanye kwa ikhlasi kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah. Was'aluhu almaghfirata lisalifi dhunubi, mumuombe Mola wenu msamaha kwa makosa mliokusha kuyafanya, atawasamehe. Lugha nzuri kama hiyo ya kubembelezwa watu pia hawakufahamu. Wawailu lilmushrikin, akaendelea Allah kusema, kamtuma mtume wake afikishe ujumbe. Wawailu lilmushrikin, adhabu kali itawathibitikia wenye kumshirikisha Allah. Mnafurahi kwa shiriki yenu leo, lakini mbele ni adhabu kali. Alladhina la yu'tuna zakata, washirikina ambao hawatoi zaka. Wawailul lilmushrikina alladhina la yu'tuna zakata, adhabu kali ipo kwa washirikina ambao hawatoi zaka. Hapa kidogo isije ikatuchanganya. Zaka ni ibada na wamewajibishiwa waumini. Mshirikina anasema huyo Allah hamtambui Mungu wake Lata na Uzza, inakuwaje atoe zaka? Fahamu vizuri. Maana yake Allah inasema damarun wa halakun, kuangamia na kuhiliki. Lilmushrikin, kumethibiti kwa washirikina. Alladhina la yafaluna alkhaira, wapo katika dunia ya Allah anawaneemesha lakini hawafanyi khairi yoyote. Zaka si utakasifu? Kutoa zaka si mtu kujitakasa? Hawa watu wanajibakisha katika matatizo, hawataki kujitakasa. Wamepewa kila aina ya mbinu ya kujitakasa warudi vizuri kwa muumba wao, hawamuelewi, na huyo anayewaelekeza hawamtambui. Kwa hiyo kutoa zaka kwao si lazima iwe ya mali, lakini wajitakase, wawe watu safi, wakubaliane na muumba wao aliyewaumba. Hili pia wanalipinga. La yafaluna alkhaira, hawafanyi khairi yoyote hapa duniani isipokuwa dhulma, mauaji, kufru, shirki. Wala yatasaddaquna, wala kwenye neema wanazopewa na Mola wao hawatoi sadaka. Wala yunfikuna fi taati llahi, wala hawatoi alichowaneemesha Allah katika njia za kumtii aliyewaneemesha. Wanatoa hivyo kwa njia za kuzidi kumuudhi. Mtu anathubutu mpaka kuchinja mwanawe aliyemzaa, kulichinjia sanamu, kisa kaweka nadhiri. Allah kakupa mtoto, unakwenda kumtoa sadaka kwa sanamu. Mtu anachinja mali yake ya thamani kama ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo, sadaka inapewa sanamu. Sanamu halihitaji maziwa wala halili nyama, na ukiliweka hapo itaoza bure. We mwenyewe unaona umetoa sadaka. Sasa haya ni machafuko tu, aliyeumba hapendi, mna misuse neema zake. Hawatumii mali zao kwa njia ya kumtii Allah, badala yake wanatumia mali alizowapa Allah kwa kumkufuru Allah. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, qara'un bishuhi, Allah amewalaumu kwa kuwa na tabia ya ubakhili.
Na kwenye Qur'ani ukiambiwa mtu bakhili, sio kwamba hatumii. Ubakhili kwenye dini ni mtu kwamba kapewa nyenzo ya kumpeleka peponi, yeye mwenyewe anajinyima fursa ya kwenda peponi, anajibakhilia mwenyewe. Bwana wewe, ili ufanikiwe fanya 1 2 3. Yeye anasema sikubali lolote katika hayo. Sasa unamkomoa nani? Na haya ni kheri yako mwenyewe, na hayo unaong'ang'ania, unayoambiwa achana nayo ni shari, na shari hiyo itakusibu mwenyewe. Sasa bakhili ni mtu kawekewa njia ya kwenda mahala pema, hata yeye mwenyewe hapo pema hapataki. Mmenifahamu eh? Anatengeneza mazingira ya lazima, anaforsi aadhibiwe. Qarahum bishuhi, Allah amewaumbua kwa kuwa na tabia ya ubakhili. Alladhi ya'nafu minhu alfudala, tabia ya ubakhili hata wale makafiri, watu wenye insafu wema, wanaichukia tabia ya ubakhili. Kuna makafiri wengi pale Maka na nje ya Maka walisifiwa kwa sababu ya ukarimu. Walikuwa watu wana tabia ya ukarimu, anamkirimu mtu mpita njia, anawatatulia watu wenye matatizo yao, shida zao, anafanya mambo. Lakini kafiri, lakini wenyewe walikuwa, hii ni tabia yenye sifa na heshima, mtu kuwa na ukarimu. Kwa hiyo watu wote wenye akili, watu wenye fadhila, watu watukufu kwenye nchi zao wanaiheshimu na wanaipenda tabia ya kuwa na ukarimu. Sasa hawa wanaikataa tabia ya kuwa na ukarimu, kulikoni? Wa fil ayati, na katika aya hii, dalalatun ala anna al-kuffara au anna al-kafira yu'adhabu biman'i zaka. Sheikh amesema katika aya hii tunaweza tukapata dalili inayoonyesha kafiri pia ataadhibiwa kwa kutumia vibaya mali yake. Pamoja na dhambi yake ya ukafiri, huyu sitaki asilimu, huyu sitaki ende peponi. Hakuna Allah aliyemfanyia hivyo. Ingekuwa sote ni watu wema, wallahi pepo ina nafasi ya kutosha, sote tunaenea. Mmenifahamu vizuri? Na kinyume chake, kama sote tutakuwa wakorofi, wallahi moto una nafasi ya kutosha. Na kama utakavyoulizwa hali mtalati na ukasema hal min mazid, basi ndo hivyo hivyo. Allah ni mkwasi, hana upungufu wowote katika milki yake. Tanzilu minar rahmanir rahim, kitabu hiki ni uteremsho, ni wahi, ni ufunuo kutoka kwa Mola mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa zikawaenea viumbe wake wote, na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo kwa kuwatunza wale waliofanya vizuri. Kitabun fussilat ayatuhu, hichi ni kitabu ambacho aya zake zimefafanuliwa vizuri, kiko kwenye plain language, hakina utata katika kukifahamu. Qur'anan Arabia, ni kitabu cha kusomwa. Umehimizwa mkisome mara kwa mara, anza mwanzo, ukifika mwisho anza tena, ni ibada kukisoma. Qur'anan ni kitabu kinachotakiwa kisomwe. Arabia, kiko kwenye lugha ya Kiarabu kwa sababu mtume wake ni Mwarabu. Wama arsalna min rasulin, sijatumapo mtume yoyote, illa bilisani qaumihi, ila kila mtume ninayemtuma humtuma nikampa mwongozo wangu kwa lugha ya watu wake, liyubayina lahum, ili kile ninachotaka kifike awafahamishe vizuri, wakielewe kwa lugha yao. Kwa hiyo mtume huyu Mwarabu kapewa kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu, Waarabu wakielewe, wawe ni mabalozi wa kufikisha vizuri na kwa usahihi ujumbe uliotakiwa ufike kwa watu wote. Liqaumi ya'lamun, hichi ni kitabu kwa wale watu weledi, wenye ufahamu, watu watambuzi. Bashiran wa nadhira, ni kitabu kinachowabashiria watakaokubali kheri na kinawaonya shari wale wanaokataa. Lakini fa'arada aktharuhum, walio wengi katika waliofikishiwa ujumbe huu wamepuuza. Fahum la yasmaun, kwa hiyo hawataki kukisikiliza, wamekipuuza, hawataki kusikiliza chochote kwenye kitabu hichi. Watu wanaangalia elimu zao za mazingira, maendeleo, starehe ya nasa,
kama ndo wameletwa kuja kufurahi na kustarehe tu, kumbe wameletwa kwa malengo. Hawataki kusikiliza kitu kinachowapeleka kwenye malengo. La yasmaun, hawataki kusikia. Waqalu, na wanasema au wamesema, qulubuna fi akinnatin, nyoyo zetu ziko katika package, zimetiwa kwenye vifungashio vya nguvu vigumu. Mimma tad'una ilayhi, vimefungashwa kwa kiasi ambacho haziwezi kusikia hicho unachotulingania, hakifiki nyoyoni mwetu. Wa fi adhanina waqrun, na kwenye masikio yetu kama kuna nta, mumezibwa masikioni, hampenyi ujumbe wowote tukafahamu nini unasema. Wa min bainina wa bainika hijabun, na baina yetu sisi na wewe kama kuna kizuizi pia, sijui cha ukuta wa zege au wa chuma, kuna kizuizi baina yetu na wewe Muhammad, hatuwezi kuwasiliana. Sasa kama kuna vizuizi hivi, fa'mal inna amilun, fa'mal innana amilun, fanya kivyako na sisi tuache tufanye kivyetu. Wewe nenda na dini yako na sisi tuache na dini yetu, usitubughudhi, usituambie chochote. Qul, Allah akamwambia mtume wake, sema ewe Muhammad, innama ana basharun mithlukum, kwa hakika ni sawa kwamba mimi ni binadamu kama nyinyi. Nyinyi mnaona mna challenge binadamu mwenzenu, mnaniangalia kwa udhaifu wangu mnaouelewa. Sawa, mimi ni binadamu kama nyinyi, lakini yuha ilayya, mimi ninaagizwa, naletewa maagizo, ninaletewa wahi. Annama ilahukum ilahun wahidun, nimeambiwa niwafikishie ujumbe huu, Mola wenu anayestahiki kuabudiwa hapa ulimwenguni ni mmoja tu, acheni kumshirikisha. Fastaqimu ilaihi, hebu kubalianini naye, nyookeni mumuabudu peke yake. Wastaghfiruhu, na mumuombe msamaha kwa hayo mlokwisha kufanya nyuma. Pataneni naye muende vizuri, hana matatizo, atawasamehe. Wawailul lilmushrikin, na ole wao wale watakaokufa na ushirikina wao. Ujumbe huu umewafika, wakakataa kuonyesha positive response. Wawailul lilmushrikin, adhabu kali itawathibitikia wale wenye kumshirikisha Allah. Alladhina la yu'tuna zakata, hawa ni watu ambao hawatoi zaka, kwa maana ya kwamba hawapendi kujitakasa. Kila siku wanajichafua tu kwa tabia mbaya za maasiya, ushirikina, dhulma. Wa hum bil akhirati hum kafirun, mambo yote yajayo ya akhira wao wanayakataa, wanasema si kweli. Wanasema hakuna kufufuliwa, hakuna hisabu, hakuna malepo, hakuna pepo, hakuna moto, hakuna chochote. Innal ladhina amanu, hakika ya wale wanaoamini ujumbe huu, waamilu salihati, wakauweka kwenye utendaji, wameamini na wakatenda, lahum ajrun ghairu mamnuni, hawa watalipwa ujira wa amali zao, ujira ambao hautakatishwa njiani, upo wa kudumu na endelevu. Narudia tena mara moja, Hamim, Allah ndo anajua tafsiri ya hizo herufi. Tanzilun minar rahmanir rahim, huu ni uteremsho kutoka kwa Mola mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kitabun fussilat ayatuhu, hichi ni kitabu ambacho kimefafanuliwa vizuri aya zake, kinaeleweka, hakina mafumbo, kimezungumza lugha ya wazi. Qur'anan arabia, ni kitabu cha kusomwa, kiko kwa lugha ya Kiarabu. Liqaumi ya'lamun, kitabu kimeletwa kwa watu weledi, watu wanaofahamu. Bashiran wa nadhira, kazi yake ni kuwabashiria watakaokubali watapata kheri, na kuwaonya watakaokataa watapata shari, na ikiwa kheri au shari wanaitengeneza wenyewe hapa. Fa'arada aktharuhum,
lakini ujumbe umefika, wengi wao wameupuuza. Fahum la yasmaun, hawataki kusikia chochote, hawausikilizi. Waqalu, sikutokusikiliza tu, na wanasema qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, nyoyo zetu zimewekwa kwenye vifungashio, haziwezi kufikiwa na hicho unachotulingania. Kama herizi zile za watu wa zamani, zinapigwa na bati, linachomewa kwa solda. Kwa hiyo kilichomo humo ndani hakiroi kwa maji wala kwa joto dogodogo, hakiwezi kuungua. Na nyoyo zao nasema zimefungashwa, hakiingii kitu nyoyoni katika wanachoambiwa na Mtume. Wa fi adhanina waqrun, na kwenye masikio yetu kuna nta, ni kiziwizi cha kufanya hatuelewi, hatusikii sauti ya maneno yako, hayafiki kwenye masikio yetu. Wa min bainina wa bainika hijabun, na baina yetu sisi na wewe hapa kati pana kiziwizi, hatukuelewi. Fa'mal innana amilun, fanya utakavyo kivyako na sisi usitubughudhi, tuache tufanye kivyetu. Mtu anaozungumza kwa ushujaa hayuko sawa, mwongozo alioshikilia sio sahihi, lakini na kushauriwa hataki, kabaki kama alivyo, na anakuambia fanya kivyako na mimi niache nifanye nitakavyo. Qul, sema ewe Mtume, innama ana basharun mithlukum, hakika si vinginevyo mimi ni mtu kama nyinyi. Yuha ilayya, lakini ninaagizwa, napewa maagizo, nashushiwa wahi. Annama ilahukum ilahun wahidun, nimeagizwa niwafikishie kwamba Mola wenu anayestahiki mumwabudie ni Mola mmoja tu, msimshirikishe. Fastaqimu ilayhi, kubalianeni naye, nyookeni kutii amri zake. Wastaghfiruhu, na muombeni msamaha kwa hayo mlokwisha kumuudhi, atawasamehe. Wawailul lilmushrikin, na ole wao wale ambao watafikwa na mauti bado ni washirikina, hawakutaka kujirekebisha. Alladhina la yu'tuna zakata, wale ambao hawataki kutoa zaka, hawataki kujitakasa. Wa hum bil akhirati hum kafirun, na ambao akhira wanaikanusha, wanayakataa mambo yote yatakayokuja baada ya kuondoka kwenye ulimwengu huu. Innal ladhina amanu wa amilu salihati, hakika ya wale walioamini na kufanya mambo mema kwa mujibu wa imani yao, lahum ajrun ghairu mamnun, watapata ujira kwa yale walioyafanya, na ujira ambao haukatishwi njiani, ni ujira endelevu. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ndugu zangu katika imani, leo tutaishia hapa. Niombe tu kwa sababu tumefungua darasa leo, mlango wa maswali inshallah tutaanza kesho. Time imekwenda, tumevuka saa 12. Bismillah. Walisilika katika aya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sijasikia vizuri swali lako. Yani nilivyomnukuu anasema hivi, tulielezee faida ya darasa, kwa sababu kuna watu wanakuja hapa, mtu anakaa kanyoosha miguu, mwingine kakunja hivi na hivi, sio hivyo sasa. Kunyosha miguu, kunyoshea shekhe. Mimi niombe ili tutalitilia taaliki kesho kabla ya darasa nzuri sana, ili anazungumza kaka yangu Yusuf. Ni kweli kuna
Abi Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Sinan, Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhu, hadithi akhraj al-Imam Muslim. Jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa jalasna hawla. Inaonyesha adabu za kielimu. Bali kuna hadithi Abi Huraira na hadithi nyingine, lakini kwa leo niombe tutalitilia taaliki kabla ya darasa inshallah kesho biidhnillah. Inshallah niombe tu kesho tuwai mapema, shekhe apate muda leo kupumzika, magharibi inakuja na kuna watu wanakaa maeneo mbalimbali. Tuombe tu kesho inshallah tuhudhurieni vile vile kwa wingi. Wa ila huna inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.